kazi ya mwanaharakati. Miti yote ni kazi ya mwanaharakati. Wanabukoba Pasaka tunaipokea kwa masikitiko makubwa. Leo ni siku ya sikukuu, ila sisi wanabukoba tuna msiba mzito kwa kumpoteza mwanaharakati Kimodoi. Mradi wa Palm Tree Bukoba ambao tuliuanza katika mwaka 2022 tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2022 pale katika uwanja wa Mayunga, ambapo makamu wa rais Mheshimiwa Philipo Desidori ndiye alikuwa mgeni rasmi ambaye alizindua upandaji wa hiyo miti. Na baadaye katika tarehe 1 mwezi wa 4 2022 tukawa na zoezi kubwa la kupanda miti katika mitaa yote ya Bukoba mjini. Mitaa ambayo takriban ina urefu wa kilomita 187 katika zile barabara ambazo zinasimamiwa na TANROADS na TARURA. Tuliweza kukava at least 30% ya mitaa hiyo, tukipanda zaidi ya miti 5,000 kati ya miti 80,000 ambayo ilikuwa inatarajiwa kupandwa kwa awamu tofauti mpaka kwa mwaka 2025. Jitihada zilifanyika kubwa, na sasa hivi mji wetu unapendeza ukiwa umepandwa miti ya palm tree ambayo inaleta dira nzima na njema kwa wananchi wa mkoa wa Kagera. Inaleta afya, inaleta hali ya usafi, mvutio kwa watalii wanaofika hapa, lakini vile vile inapendezesha barabara zetu za mkoa wa Kagera. Kwa hiyo tunamkumbuka kwa hilo Justin, kwa sababu yeye ndiye alikuwa ni muasisi wa huo mpango wa huo mradi wa Bukoba Palm Tree. Lakini vile vile mwaka 2023 tuliungana naye katika wazo la kutengeneza hostel ya dada zetu wa shule ya Bukoba Secondary School. Alituhimiza na kutuhamasisha baada ya kutumia jicho la tatu ambalo lilitembelea katika eneo lile na kuona ile eneo ambalo liko katikati ya mji lakini likiwa limezungushwa na mabati, wakati watoto wetu wa kike wakiwa wakilala mle katika zile hostel, kitendo ambacho kilikuwa kinahatarisha usalama wa watoto wetu wa kike. Justin aliliona lile, jicho la tatu likamulika, akatuunganisha Wanakagera wote, especially wananchi ambao wanaishi katika manispaa ya Bukoba mjini, kuchangia katika ile project. Na kwa kutumia hekima za mama yetu, Mama Fatuma Mwasi, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kagera, aliweza kutuunganisha na kusimamia ukusanyaji wa pesa ambazo zilifanikisha ujenzi wa hiyo hostel, ukuta wa hostel. Leo tunapita tukijidai katika maeneo yale, tukiona ukuta ukiwa umependeza na dada zetu, watoto wetu wa kike wakiwa wanalindwa na huo ukuta. Ni hamasa na jambo kubwa ambalo ametuachia Justin Kimodoi. Kuna wakina mama na wakina baba wengi tumewasaidia katika wakiwa wanaumwa, kuwapatia madawa, kuwapatia hali ya maisha njema, ikiwa ni mwamko wa Bwana Justin Kimodoi. Kwa hiyo Kimodoi ametuachia zawadi ya upendo, amani, busara, hekima na maono ya kwamba sasa tunatakiwa tuendeleze yale mazuri ambayo Justin Kimodoi ametuachia. Sina mambo mengi ya kuzungumza. Leo ni siku ya huzuni kwangu na kwa wengine wote waliofika katika airport hapa, tukiwa na mama yake mzazi, lakini ndugu na jamaa na mke wake na watoto tayari wameshafika hapa airport. Sasa hivi tunasubiri taratibu za kuclear mwili wa marehemu ili tuweze kwenda kupeleka nyumbani kwa ajili ya program nyingine ambazo zimepandwa pale. Kwa hiyo tunawahamasisha wale ambao bado walikuwa hawajafika. Sasa huu ndio muda. Taarifa zilizopo ni kwamba mwili wa marehemu utazikwa siku ya Jumanne. Kwa hiyo nawahamasisha ndugu na majamaa ambao walikuwa hawajasogea karibu. Sasa huu ni muda mwafaka wa kusogea karibu ili tuweze kuungana na ndugu yetu Kimodoi. Kimodoi ni mwana mapinduzi. Kimodoi ni kijana ambaye alikuwa na maono ya juu. Kimodoi alikuwa ana creativity ndani ya moyo wake. Alikuwa ni mbunifu na aliweza kusimamia kwa kile alichokiamini. Kwa hiyo funzo kwa jamii, tusimamie yale ambayo tunayaamini katika kuleta maendeleo na mageuzi katika maisha yetu. Asante sana.